Zaidi ya Waisraeli 700 wameachwa bila makazi huko nchini Israel kutokana na mashambulizi ya makombora pamoja na ndege za kivita za Israel ambazo zimefanya mashambulizi huko nchini Israel. Hata hivyo, mkururo wa makombora ambao inadaiwa kwamba hadi wakati huu umeua watu karibia 15 na kujeruhi mamia ya watu umesababisha majengo mengi kudondoka, lakini pia kusababisha uhalifu mkubwa huko nchini Israel katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Hadi wakati huu taarifa zinadai kwamba zaidi ya Waisraeli 700 hawana makazi, na wakati huu wengi wakiishi katika maeneo salama kama serikali ilivyoeleza. Maeneo mengi ni ya mahandaki ambako wamejificha maeneo hayo kutokana na mashambulizi yanayoendelea yanayofanywa na Israel. Hata hivi inadaiwa kwamba kuna makazi mengi yamedondoshwa, na kupitia taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari vya Israel ni kwamba bado wanafanya tathmini kujua ni makazi mangapi ambayo yameharibiwa vibaya, na kwamba wapo katika utaratibu wa kuona ni jinsi gani wataweza kuwapatia makazi mengine raia hao wa Kiyahudi huko nchini Israel. Waisraeli 10 wameuawa katika shambulizi moja la jana usiku na 270 walijeruhiwa katika siku mbili za mashambulizi ya Iran. Ndege 50 za kivita zilishambulia Tehran Jumamosi usiku, jeshi la IDF limeeleza. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, amesema kwamba Iran imetumia makombora yake kuharibu miundombinu ya taifa hilo huku ikiua raia wasiokuwa na hatia, lakini pia akiamini kwamba wataweza kujibu vikali kutokana na mashambulizi ambayo Iran wameyafanya katika taifa hilo la Kiyahudi, akisema kwamba si Wayahudi si Waarabu wengi wamepata madhara kutokana na mashambulizi hayo yaliyofanywa na Iran. Mtazamaji wa The World News, hali katika Mashariki ya Kati bado ni ngumu sana, kila upande ukiamini kwamba utaweza kufanya mashambulizi mazito katika kuona ni namna gani wataweza kukamilisha makusudio ya mapambano yao. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi ambayo yanajiri. Na hata hivyo, kupitia taarifa hii ya juu ya wakazi zaidi ya 700 kuachwa bila makazi huko nchini Israel ni kwamba ni taarifa endelevu, kwani wakati huu kupitia mashirika mbalimbali ya habari nchini Israel yameeleza kwamba tathmini bado inaendelea kujua ni wakazi wangapi ama ni nyumba ngapi ambazo zimeharibiwa vibaya kutokana na makombora hayo yaliyorushwa na Iran nchini Israel. Endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kuyajua haya yote kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.